naomba ni waambie Waislamu na niambie jamii kwa ujumla kwamba Ramadhani kilikuwa ni chuo cha kutukumbusha na kutufundisha tuelekee katika mazuri ya kuyafanya ambayo yatakuwa ni faida kubwa kwetu sisi wenyewe na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa hayo ni maadili mema, na miongoni mwa hayo ni kuepukana na uhalifu na vitendo vyote vibaya vya kiuhalifu, iwe vya kuharibu mali za watu, kudhulumu mali za watu, kuwaibia watu na kuwadhuru wengine. Katika mkoa wetu wa Mbeya, hususan katika mji huu wa Mbeya, kumezuka vitendo vya kuwashambulia watu kwa vitu ambavyo vinasemekana vyenye ncha kali, vinasemekana ni nondo, kwamba kuwashambulia watu kwa vitu kama hivyo na kuwajeruhi, wakati mwingine kuwajeruhi katika hali mbaya sana na kuwapora mali zao. Tabia hiyo sio nzuri, na wito wangu ni kwamba mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu amesema ni uongofu kwa watu, sio kwa Waislamu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao imeshushwa ndani yake Qur'an, hudan linnasi wa bayinati min alhuda wal furqan, ni uongofu kwa watu na ubainifu kwa uongofu, kati ya uongofu na batili. Kwa hivyo kinachotakiwa sasa ni watu wote kwenda katika uongofu, na uongofu ni kujiweka mbali na yale mambo mabaya machafu, mambo ya kudhuru watu na kudhuru mali zao, mambo ya kudhuriana sisi wenyewe, watu kushambuliana, iwe kwa nondo hizo zinazosemekana au kwa namna yoyote nyingine, na vile vile hata katika uharibifu wa mali zisizo za watu tu, hata za nchi, uharibifu wa miundombinu ambayo inajengwa kwa gharama kubwa na kutunzwa kwa gharama kubwa, na wakati mwingine hata kwa mikopo, sio jambo zuri. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba tuepukane na mambo hayo, na mambo hayo yakizidi sana wakati fulani yanaweza kuchangia hata kuharibu amani. Kwa hivyo tuepukane na vitu vyovyote vile vibaya ambavyo sio viashiria vizuri, ni vitu ambavyo vinaweza kupeleka katika hali ambayo sio nzuri, vikatuvurugia utulivu, mshikamano wetu na amani tulionayo. Katika uchamungu wetu tunajifunza kitu gani? Maana yake watu bidi tuwe wema. Katika kuwa wema tunapenda watu wote waishi katika mazingira ya amani. Kwa hali ambayo ipo mtaani sasa hizi, hali ambayo watu masuala ya kupiga nondo kama mkoa wetu wa Mbeya hapa, watu kuiba mali za watu, kupora mali hata za serikali. Kwa hiyo ni hali ambayo sio nzuri sana. Kwa hiyo kupitia mwezi wa Ramadhani tumejifunza vitu vingi sana. Tunapenda kuhasa watu wote sana tuweze kuishi katika maisha ambayo tumeishi mwezi wa Ramadhani, ambapo tumeishi katika hali ya amani na usalama. Hivyo tuweze kuendelea katika miezi yote mingine, tusiweze kuingia katika makundi ambayo yanapelekea itirafu katika nchi yetu. Tunapenda nchi yetu iishi kwa amani, na tunahasa sana vijana wote tuishi katika hali ya amani na usalama. Ukija kuangalia katika kipindi hichi ambacho tayari mkoa wa Mbeya watu tumerudi katika zile zama za watu sasa hivi wanaumizana, wanapigana nondo, basi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao umemalizika, basi iwe ni njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuombe aweze kunusuru mkoa wa Mbeya katika majanga kama haya, na tuitumie fursa hii ya Idi kuonyesha mshikamano, kushikamana, kuonyesha kusaidiana, kuzidisha kupendana, kwa sababu mwezi wa Ramadhani na imani kwa kiasi kikubwa umetubadilisha. Tulijitokeza baadhi ya vijana wetu ambao walitaka kuchafua hali ya hewa, lakini kutokana na umahiri wa sisi jeshi la polisi tuliwatia nguvuni, lakini baadhi kwa kweli wametangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, tuwaombe, na wametangulizwa na wananchi ambao wamechukia hii hali. Sasa wakati sisi tunataka kuokoa kutoka mikononi mwa wananchi wanataka kutuzuia, na sisi tunataka kuokoa maisha yao kama ilivyo ada yetu katika mustakabali mzima wa jeshi la polisi, kulinda usalama wa raia na mali zao. Lakini maisha yao sasa yalikuwa hatarini kwa sababu wananchi walikwisha wachoka, na hii ni kwa sababu baadhi ya wazazi nichukue fursa hii kuwataja baadhi ya wazazi ambao wanawaendekeza watoto kwenye tabia hizi za uvunjifu wa amani na tabia za wizi, pamoja na kujipatia mali kusiko hitajika. Yaani wanajipatia kipato, wanataka kipato cha haraka, lakini wanakwenda kudhuru watu na kwenda kuharibu baadhi ya nyumba za watu kwa kubomoa na kuingia kwa ajili ya kujipatia mali. Sasa nitumie fursa hii kuomba ndugu zangu Waislamu, leo hii tunapofungua, basi tuwaase vijana wetu. Maana hao vijana wako katika dini zetu ambazo tunazo. Wako katika dini ya Kikristo, wako katika dini ya Kiislamu. Hatuwapati dini nyingine, labda kama ni wachache wale wapagani, wachache sana. Kwa hiyo mimi niombe tu mashehe, mamufti mlioko humu, viongozi wote wa dini,
kwa kweli tunaporudi kwenye maeneo yetu ya ibada tuwaase sana vijana, ili jamii yetu iweze kuwa salama, iishi kwa amani, wasisumbue wananchi wengine na waumini wengine ambao wanataka kumtumikia Mwenyezi Mungu, lakini pia kuishi kwa amani katika maeneo yetu ya mkoa wetu wa Mbeya. Juzi kweli wapiga nondo wamekamatwa, na sisi natakiwa tuwaunge mkono. Jiji la Mbeya natakiwa liwe jiji la amani. Mwezi wa Ramadhani tumefanya matendo mema mengi sana. Wenye kutoa sadaka wametoa, wenye kusoma Qur'ani wamesoma. Tumefunga mwezi wa Ramadhani, watu wameamka usiku wamefanya ibada. Sasa ni juu yako wewe Muislamu kujiwekea hiyo akiba, ukaifunga ukaiweka vizuri. Ni ina maana kwamba uendelee na muendelezo wa yale mema waliyofanya, ile kile ambacho umekifanya katika mwezi wa Ramadhani kisije kawa habaa mansura au kikapotea bila sababu yote. Makosa mbalimbali yanayofanywa na vijana wetu wa kike na wa kiume, chanzo kikubwa ni malezi. Kwa hiyo niwakumbushe tu, kila mzazi, kila mlezi, mtoto, wote tuungane kwa pamoja, tumsaidie Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha tunasimama katika malezi. Wazazi na walezi tuhakikishe tunaongea na watoto wetu kinaga ubaga. Tusiache, tusiseme kwamba nikimwambia hivi huenda hata jisikia vizuri, inakuwa nimepitiliza. Kwa karne tunayoishi, watoto wetu lazima tuwaambie yote ili waweze kukua vema na wao kesho waweze kuwa wazazi wazuri kama sisi. Nikupongeze sana RPC kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kuhakikisha jamii ya mkoa wa Mbeya inabaki salama. Nimesikitika kuona vijana wale juzi pale Uyole, lakini kama alivyoongea RPC, alivyoongea Stahiki Meya, wote wanatoka kwenye familia zetu, na huenda wengine tunaswali nao misikitini, wengine tunasali nao makanisani. Basi tuendelee kusisitizana kuhakikisha kwamba vijana wetu wanabaki kuwa vijana wazuri, vijana wema, watende mambo mazuri, waache kuiga mambo mabaya, na endapo anaona rafiki yake anafanya jambo baya, wakanyane, waache kuigana mavitu mabaya, kwa sababu unakuta kwamba athari inakwenda kwenye familia. Maana wale vijana waliofariki na wananchi wenye hasira kali, huenda familia zao leo hii zimemkosa mtu muhimu sana.